Mkutano wa kujigundua mimi mwenyewe. Mathayo 4 mistari 18 hadi 22. Utangulizi. Ninawezaje kujigundua mimi mwenyewe leo? Kuna mwanafunzi ambaye hasomi masomo yake bali anasoma Biblia pekee. Mungu hapendi jambo hilo. Kuna watu wengine ambao hawafanyi kazi walizokabidhiwa bali wanaomba tu. Mungu hapendezwi na jambo hilo. Watu wengi huenda kanisani lakini wanaielewa Injili vibaya. Hata kama mtafanya ibada vizuri tu kwa sasa, mtafanikiwa. Mnaweza kutoa maungamo yote wakati wa ibada. Mnaweza kupokea baraka zote wakati wa ibada. Mnaweza kuweka matatizo yote mbele za Mungu wakati wa ibada, hata sasa hivi, hata kesho. Mnapaswa kushipu wakati wa ibada huku ukiomba kwa Mungu kwa moyo wa dhati. Wakati mwingine tunaposifu ikiwa tunagusa na neema. Tunaweza kuinua mikono na kuomba mbele za Mungu. Wakati wa ibada, Mungu huwatuma malaika wake mbele yetu. Roho Mtakatifu hufanya kazi wakati tunaposhikilia neno la Mungu halisi. Baada ya hapo, hakika matendo ya Mungu yatatokea. Kujigundua mwenyewe ni jambo muhimu sana miongoni mwa ujitoleaji tunaoompa Mungu. Tangu wakati huu, kazi muhimu za Mungu zinaanza. Mfano, kwanza, daktari fulani alitoa ushuhuda wake. Alisema alisoma vizuri sekondari na kufanikiwa kuingia chuo cha matibabu kama chuo cha madaktari. Tangu wakati alipoingia chuo cha matibabu, alisoma kwa bidii sana bila kupumzika. Alifikiri shida zimeisha baada ya kufaulu mtihani wa udaktari. Lakini hapo ndipo shida halisi ilipoanza. Alidhani angeenda hospitali mzuri mara moja baada ya kuwa daktari. Lakini kulikuwa na mchakato wa mafunzo ya kazi kama internship. Nilimuuliza mtu aliyekuwa kwenye mafunzo ya kazi kile daktari mwanafunzi anachofanya hospitalini. Akasema kuna mambo matatu. Kwanza, mgonjwa akija lazima ufungue mlango haraka. Pili, lazima uhamishe mgonjwa kwa dharura. Tatu, hupasi kuingilia kazi za madaktari bingwa wakati wa matibabu. Haya si maneno yangu, daktari ndiye alisema haya. Kauli hiyo ilinifanya nielewe vizuri zaidi daktari mwanafunzi ni nini. Kwa hiyo hakuna muda wa kupokea mafunzo ya Injili na maombi na uinjilisti. Alikuwa na imani kidogo, lakini hata hiyo
ilipotea kabisa. Pili, mfano pili, huu ni ushuhuda wa mfanyabiashara fulani. Mchungaji yake pia washiriki wa kanisa hawajui na familia yake haijui. Kuanzia Jumatatu, lazima anahangaike kulipa pesa alizokopa, na kwa kweli akili huchoka. Nakimbiza na madeni kiasi kwamba sijui mwezi unaishaje. Hiyo ndio alivyokiri. Nakimbiza na madeni kiasi kwamba sijui mwezi unaishaje. Hiyo ndio alivyokiri. Wakati mwingine inabidi nilipe mishahara ya wafanyakazi, na jambo hilo linakuwa mzigo kubwa kiasi kwamba natamani nikimbilie popote. Haya ndiyo maneno ya kama ushuhuda yake mtu anayefanya biashara. Bila shaka ni hadithi ya mtu huyo kama mfanya biashara, lakini nilihurumia sana. Niliwaza lazima iwe hiyo. Mfano tatu. Huu ni ushuhuda wa polisi wenye jukumu muhimu. Kwa sababu anafanya kazi hatari, kila mara ana msongo wa mawazo na anaogopa akifikiria hajui lini atakufa. Anaendelea kupata msongo wa mawazo kutokana na ushindani usionekana na wenzake, na anapopokea amri zilizoeleweka. Kwa sababu alikuwa na jukumu maalum, alikuwa akifanya mazoezi kila mara na kubeba bunduki, lakini alisema daima ana wasiwasi. Mfano nne, pia mwanafunzi wa chuo aliniambia kama ukiri. Alisema kuwa kwa sababu anajaribu kusoma kwa dhati, haiwezekani kuhudhuria mikutano yote ya kanisani na kupokea mafunzo yote. Alisema anapojibu kusoma vizuri, imani yake inashuka, na mwishowe anabaki nyuma sana katika mafunzo kiasi kwamba hawezi kutofautisha anakoelekea. Ninadhani hizi zote kuwa ni hadithi zenye mantiki. Mwanzo wako wa leo ni muhimu sana. Unapaswa kuanzaje? Ni wapi unapaswa kujigundua mwenyewe? Jambo hii
likitokea matendo makuu yanaonekana. Haijalishi Musa alijidhani kiasi gani, haikuwezekana, lakini kule mlimani Horebu Musa aligundua nguvu za Mungu. Kabla ya hapo haikuwezekana katika hali yoyote, lakini kuanzia hapa alianza kujigundua mwenyewe. Ni muhimu kujigundua mwenyewe. Wafilipi 4:13 ni muhimu. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ni hapa ambapo unapaswa kujigundua. Natumaini baraka hii itakuwa nani nyote mnaofanya ibada leo. Tunawezaje kugundua nguvu za Mungu ambazo Musa alijigundua? Bila shaka ni neema ya Mungu. Lakini lazima tushikilie jambo hili kama agano leo. Baada ya kugundua nguvu za Mungu, si kwamba Musa alipata nguvu zaidi za kimwili, bali aliigundua mwenyewe. Nitatoa mfano mwingine mmoja. Daudi hakutikiswa katika hali yoyote. Daudi ana sifa tatu za kipekee. Hakuogopa, haijalishi nini kilitokea. Hakuogopa hata kifo kilipokuja. Jambo hili ni muhimu. Je, sisi hatuna wasiwasi hata matatizo yanapokuwa hayajaja? Daudi hakuna na wasiwasi hata matatizo yalipokuja. Je, nini hamna wasiwasi juu ya mambo ambayo hayana uwezekano wa kuwa matatizo? Daudi hakuogopa kabisa. Hata Musa, hata Seven Remnant hakuogopa kabisa. Daudi aliwezaje kufanya hivyo? Hata Seven Remnant waliwezaje kufanya hivyo? Waligundua nafsi yao na yake ambayo Mungu aliidharau. Aliumba. Yani aliumba. Alijigundua mwenyewe ndani ya Mungu. Sababu Mungu ni muumbaji. Natumaini baraka hii itakuwa nani. Huu si uongo. Ukijigundua mwenyewe ndani ya Kristo, matendo makuu yatatokea. Wacha nitoe mfano mmoja zaidi, ni Paulo. Watu wengi wanaoomba walimwambia Paulo asiende Yerusalemu kwa sababu ni hatari. Lakini aliona mpango kamili wa Mungu na akaenda kuhubiri Injili. Hata wale wanaofuata mapumbo kama mysticism hawawezi kupata uongozi wa Roho Mtakatifu wasipoelewa uinjilisti halisi.
mtu mmoja wa mapumbo aliona mapumbo ni mysticism. Aliona maono ya Paulo akikamata kule Yerusalemu na akamwambia asiende. Ndio maana inasemekana kuwa mapumbo si ya lazima kwa mtu mwenye injili halisi. Paulo alihitaji kwenda Yerusalemu kwa makusudi kwa ajili ya uinjilisti. Ingawa kulikuwa na mtu aliyeona maono ya Paulo kupunga, Paulo alienda ili akamatwe. Sisi tunaweza kufikiri uwezo wa yule mtu wa mapumbo mysticism ni mkubwa, lakini mimi naona ni ujinga wa kiroho. Usipoelewa uinjilisti halisi, unaenda njia iliyo kinyume na mpango wa Mungu, kama adui wa Mungu. Paulo alikamata akihubiri injili na kusimama mahakamani. Paulo alipoeleza injili mbele ya gavana Festo, gavana alisema hana hatia na akataka amwachie aende nyumbani. Lakini Paulo akasema, hapana, nataka lupa kwa Kaisari wa Roma. Wakati akienda Roma, Paulo alikumbwa na dhoruba na kukabiliwa na hatari ya kifo. Wakati huo Mungu akamwambia Paulo, usiogope, lazima usimame mbele ya Kaisari. Aliyomjulisha kupitia malaika. Ni nini sifa ya masalia kama remnant? Ni kwamba walijigundua wenyewe ndani ya Kristo. Hii ni jambo muhimu zaidi katika kujitoleaji. Natumaini leo itakuwa wiki ya kujigundua wenyewe. Ninafurahisha sana kujigundua mwenyewe ndani ya Kristo. Kujigundua mwenyewe ndani ya Mungu. Hupaswi kujigundua kupitia mambo mengine. Lazima ujigundue ndani ya Kristo. Ni kujigundua mwenyewe mbele ya matendo makuu ya Mungu. Ikiwa mtajigundua wenyewe ndani ya Kristo, mtafanikiwa bila shaka yoyote. Masalia 7 kama seven remnant 7 walikuwa hivyo. Sifa ya kwanza ya wale masalia 7 ni kwamba walijigundua mbele za Mungu. Yusufu aliona maono ya ulimwengu kwa uhakika mbele za Mungu. Kwa hiyo hata kama alikuwa mdogo na matatizo yakaja, yalikuwa jibu kwake. Usikate tamaa kwa sababu una umri mkubwa. Musa alijigundua mwenyewe akiwa na umri wa miaka 80.
Tangu wakati huo akitoka na fimbo yake, matendo makuu yalitokea huko. Ikiwa masalia wachanga watajigundua wenyewe ndani ya Injili, watafanikiwa bila shaka. Nabarikia katika jina la Yesu Kristo kwamba baraka hii iwe nani. Paulo alikiri kwamba anaweza mambo yote katika yeye anitaye nguvu. Nilikuwa nikijurura mpaka nilipofika umri wa miaka 20 na kitu. Lakini siku moja niligundua jambo. Najua jinsi nilivyo na upungufu na nimepungukiwa, na familia yangu inanijua vizuri pia. Hata hivyo, ndani ya matendo kamilifu ya Mungu niligundua Injili ya vuguvugu la uinjilisti ni nini. Tangu wakati huo, kazi ambayo hakuna mtu anayeweza kuinyang'anya ilianza. Ikiwa mtu mwenye mapungufu kama mimi aliweza kupanikiwa ndani ya Injili, nani mtapanikiwa pia ndani ya Injili? Ukijigundua kweli ndani ya Kristo, utatikiswa. Majibu ya kweli huanza tangu wakati huu. Yesu alisema, nifuateni. Maneno mazuri kama nini? Nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Hilo ndilo jambo la kwanza. Kwa kuwa umejigundua hapa, nifuate. Si kwamba mimi ndiye niliyechagua. Watu wa ulimwengu hawakunichagua. Ingekuwa vigumu ikiwa Yesu angetuambia, endeni mkajivike nguvu kisha mje. Lakini alisema, nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu, kama mwinjilisti. Naomba katika jina la Yesu mpate majibu ya kweli leo. Yesu kusema nifuateni kuna maana kuu 3. Hili ndilo kiini cha somo. Kwanza ni kujigundua ndani ya kizazi hiki. Hata kama mnasema hapana, huu ndio ukweli. Kwa hiyo lazima umgundue. Israeli ilikutana na wakati wa giza nene zaidi. Hamupaswi kukosa kuliona hili. Israeli ilikuwa chini ya Roma na kukabiliwa na giza nene ambapo laana iliendelea. Sasa ulimwengu, Afrika na nchi yenu imekabiliwa na giza nene zaidi, hata Korea. Katika kizazi hiki cha giza, Kristo alikuja kama ilivyoahidiwa. Ni kizazi ambapo watu wanadanganya
na kuuana na kutabishana kwa sababu ya pesa na mamlaka na umaarufu. Makanisa haya hayana nia na Injili. Waamini wanajurura na wasioamini wanakufa bila kuwahi kusikia Injili sahihi hata mara moja. Ninaishi maisha duni kuliko wasioamini kwa ajili ya chakula na mavazi, nikiwa mtumwa wa maisha, mtumwa wa ulimwengu na mtumwa wa Shetani. Ni kujigundua nikiwa nimeitwa kutoka hapa. Mimi niliyeita na Kristo ni sawa hata nikifa kwa njaa kwa sababu sina chakula. Mimi niliyeita na Kristo ni sawa hata nikipigwa mpaka kufa wakati nikihubiri Injili. Katika kizazi cha giza nene, Kristo alikuja na atatuma, akatuita. Wanasiasa wanaofuata tu mambo yaonekanayo hawawezi kuelewa mazungumzo haya, kwa sababu wanakufa kiroho katika giza nene. Hawawezi kuelewa mazungumzo haya. Wanasiasa na wafanyabiashara na viongozi wa dini wote walikutana na kizazi ambacho wangekufa, lakini Mungu alimtuma Kristo. Amewaita nini kwa kazi hii? Hata kama nini nyote mnasema hapana, huku ndio kweli. Wale tu wanaojua jambo hili ndio wanaopokea majibu. Mtu ninayemchukia zaidi ni yule anayeenda kanisani lakini analidharau kanisa. Wasioamini husema kwamba mbona mtu anayemwamini Yesu yuko hivi? Kumwamini Yesu ni kupokea baraka ukamilifu. Wasioamini hawajui jambo hili, na waamini wengi huenda kanisani lakini hawajigundua wenyewe ndani ya Kristo. Ni kawaida uinjilisti kutofanyika na wanakuwa vizuizi kwa Injili. Pili, nini maana ya neno nifuateni? Ina maana Kristo anakuja sasa kulijenga kanisa la kweli. Amejenga kanisa la kweli na akatuita ndani yake. Bila shaka kanisa la Mafarisayo lilisingizia kanisa la kwanza kuwa ni ujuzi. Hilo si tatizo. Sasa hivi ulimwenguni kote makanisa yasiyoijua Injili kwa usahihi yanafanya kazi ya kuijuia Injili.
Leo lazima tujigundua ndani ya kanisa la kweli. Matendo ya Mitume wa 1:1. Watu waliokusanyika katika chumba cha juu cha Marko kama darabang ni mkusanyiko wa watu ambao wamefikia hitimisho la maisha yao kupitia Kristo. Matendo ya Mitume wa 1:3 ni watu wasiodanganywa na maneno ya watu au matatizo ya mazingira, bali wanaomba na kusubiri kazi za ufalme wa Mungu, na wanajua mbinu ya uinjilisti wa ulimwengu. Matendo wa 1:8. Lazima tusikilie neno sahihi ili Roho Mtakatifu afanye kazi. Ni watu wanaojua matokeo ya maisha. Lazima ujigundue ukiwa ndani ya jambo hili. Kuna watu ambao ni bora kuliko nini, lakini hawapati majibu halisi. Hiyo ni kwa sababu wameshikilia mambo mengine badala ya Injili. Huko Afrika pia kuna makanisa mengi na watu wakuu wengi, lakini hawawezi kufanya uinjilisti. Si kwa sababu wana mapungufu, bali kwa sababu wameshikilia mambo mengine badala ya Injili sahihi. Yesu ni Kristo ambaye ni hitimisho la maisha, na ni kufurahia na kusubiri ufalme wa Mungu utokee ndani yangu na katika maeneo ya kazi. Hii ndiyo njia tunayopokea majibu tunapoomba kimya kimya peke yetu. Karibuni mtajaza na Roho Mtakatifu, mtakuwa mashahidi mpaka misho ya nchi. Haya ni matokeo yanayofuata. Jigundue ndani ya jambo hili. Hii ndiyo siri ambayo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, lifuateni. Matendo ya 2:1-47. Watu hawa walikusanyika na katika chumba cha juu cha Marko kama darabang. Nguvu 5 za kutawala ulimwengu zilionekana. Mimi niliye ndani ya hili, mimi nitakaye kuwa ndani ya hili, huu ndio wito. Ukijigundua kwa nguvu hizo 5, haishi hapo. Matendo wa 11:19-30. Katika siku zijazo milango ya utume wa ulimwengu itafunguka, na ninyi ndio wahusika wakuu ndani ya hilo. Ikiwa ninyi na uzao wenu hamo katika baraka za utume wa ulimwengu, ni kama mmelaaniwa. Mnapaswa kuomba hivi: nijalie mimi na uzao wangu tuwe ndani ya utume kama misionari wa ukweli. Hiyo haimaanishi mtokee nje kama wa misionari. Inamaanisha masomo yenu na kazi yenu na biashara yenu
lazima iwe ndani ya baraka hiyo inayoweza kufanya utume wa ulimwengu. Leo ni ibada ya ujitoleaji ya kufanya uamuzi huo. Uzao wenu na biashara yenu lazima ipate baraka ya kushiriki katika utume wa ulimwengu. Usipoipata hiyo, haina maana yoyote. Baraka mtakazozipata ni baraka ambazo viongozi wa kanisa katika Warumi wa sura ya 16 walizipata. Walipata majibu ya kuwa walinzi wa kanisa na waeneza injili na wafanyakazi wenzetu na watoaji. Tatu, inamaanisha nini kusema libuateni? Wakati Petro alikuwa akivua samaki, libuateni, inamaanisha nini kwamba nitawafanya kuwa wavuvi wa watu? Ni kujigundua mwenyewe ndani ya maneno ya kazi na maisha. Zamani tulifikiria tu chakula na mavazi na malazi. Mimi mtoto wa Mungu si kiumbe kama mnyama anayehangaika kila mara nivae nini, nile nini na niishi vipi. Yesu anatuambia tutoke katika matatizo ya chakula na mavazi na malazi kama maisha ya kimwili na ulimwengu. Alimwambia mvuvi aliyekuwa akivua samaki, acha nyavu zako na libuate. Je, si sote huwa tumefungwa katika matatizo ya chakula, mvuvi na malazi? Je, kuna jambo ambalo unadhani ni umuhimu zaidi au ndilo kila kitu? Toka hapo na umfuate Kristo pekee. Kristo anatujua moyo yetu ya umuhimu. Unaweza kupokea majibu ya maombi ndani ya dakika 5 ya leo. Wakati nilipokuwa katika shida kubwa, nilikuwa nimekwama katika chakula na mavazi na malazi. Ingekuwa vizuri ikiwa kanisa lingewapa wahudumu kama Steve mshahara mikubwa, lakini ninatoa kidogo tu. Kanisa lilikuwa katika hali ngumu na halikuweza kuwapa wahudumu kama Steve mshahara mikubwa. Kwa hiyo ilikuwa vigumu kwangu kuishi kwa mshahara ule mdogo. Lakini sababu iliyonifanya niende kanisani ni kwamba
ilinibidi nipokee hata ule mshahara mdogo. Bila hata ule mshahara mdogo kutoka kanisani, singeweza kula na singekuwa na nauli. Nisingeweza kumpeleka mtoto chekechea na nisingeweza kununua kitu fulani. Siku moja nilipofikiri jambo hili, nilihisi vibaya sana. Maisha yangu ni magumu hata kwa kula tu, na ninaishi kwa ajili ya jambo hili. Lakini siku moja Mungu alinipa moyo wa kugundua jambo muhimu sana. Wakati huo mshahara wangu ulikuwa shilingi 10,000 za Kenya, na ilikuwa vigumu sana kuishi Korea kwa pesa hizo. Mungu alisema ndani ya moyo wangu, wewe si maisha ya shilingi 10,000. Hiyo ni hali iliyopo tu katika uhusiano na kanisa kwa sasa, lakini wewe si maisha ya shilingi 10,000. Machoni pa Mungu wewe ni maisha yenye thamani zaidi, shilingi bilioni 1. Yesu aliniambia nifuate. Nitakufanya kama kuwa mabubi wa watu. Tangu wakati huo majibu yalianza kuja. Nilibadilisha mawazo hayo, na baada ya muda mfupi majibu ambapo milango ya uinjilisti ilianza kufunguka yalianza kuja. Katika Mwanzo wa 12 mstari 1 hadi 9, Mungu alimwambia Ibrahimu, toka katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Ibrahimu, acha kuhangaika nini utakula, nini utavaa na utaishi vipi. Mungu anatuambia sasa, acha kuhangaika nini utakula, nini utavaa na utaishi vipi. Enda mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Tangu sasa tunaweza tu kufuata neno la Mungu. Ibrahimu alianza kuona matendo makuu tangu wakati huo. Chakula na mavazi na kuishi ni muhimu, lakini si hiyo tu. Kwa hiyo Yesu anatuambia nifuateni. Kutoka 3 mstari 1 hadi 20, Mungu alimwambia Musa, hupaswi kuwa hapa ukichunga kondoo. Watoe watu wangu. Kutoka katika nguvu za giza zinazo utawala ulimwengu kwa chakula na mavazi na kuishi vizuri. Si kutoka tu, ni wito wa kutoka katika giza linalo utawala ulimwengu. Kwa hiyo Yesu anatuambia nifuateni. Natumaini katika ibada ya leo, Roho Mtakatifu atakuwa nani ili iwe ibada ya ujitoleaji ya kujigundua wenyewe. Katika
moja wa Samueli wa 16 mstari moja hadi 13, Mungu alimwambia Daudi aliyekuwa akichunga kondoo, nitakuweka uwe ufalme wa Israeli. Kwa hiyo kuanzia leo mimi ndiye mchungaji wako. Huu ndio mwanzo wa Daudi. Mungu alimwambia Daudi, je, wewe ni mchungaji unayechunga kondoo? Hapana, mimi ndiye mchungaji wako. Mungu ni mchungaji yetu. Kwa hiyo Daudi aliyegundua jambo hili alikiri daima akisema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hii inazungumzia mwanzo huu. Kwa hiyo Yesu kusema nifuateni si maneno ya kawaida. Ina maana umejigundua ndani ya kizazi hiki. Umejigundua ndani ya kanisa lililojenga na Kristo unayemtumikia. Umejigundua ndani ya hali na maisha ya maeneo ya kazi ambayo unadhani ni duni. Katika moja wa Wafalme wa 19 mstari moja hadi 20, Mungu alizungumza na Elisa aliyekuwa akilima kupitia Eliya. Eliya alipomwambia Elisa afuate, Elisha aliacha mali zake zote na kumfuata Eliya. Mungu alimuita Elisa kupitia Eliya. Kujigundua mimi niliye kwama katika matatizo ya chakula na mavazi na malazi ili Kristo anitumie. Natumaini baraka hii itakuwa nani leo. Hitimisho. Tukisoma Mathayo wa 4 mstari 20 hadi 21, kuna maneno muhimu. Waliacha nyavu zao na kumfuata Yesu. Kuna njia muhimu ya kupokea majibu ya maombi. Si kesho, ni leo. Sasa hivi, kisha yote yameisha. Mungu hufanya mengine yaliyobaki. Yaliyopita yetu tayari yamekwisha. Tunatabiri tu, lakini kesho haijafika bado. Hata kama kesho itakuja, hakuna uhakika kwamba itatupa. Kama ni hivyo, jambo muhimu zaidi ni sasa hivi. Ninaomba sana ndani ya moyo wangu wakati nikisikiliza na kutoa ushuhuda wa neno la Mungu. Kila nguvu za giza na iondoke katika jina la Yesu Kristo. Kila nguvu inayozuia injili na ivunjwe katika jina la Yesu. Sasa hivi Petro na wanafunzi waliacha nyavu. Kitu cha thamani zaidi kwa mvuvi na wakamfuata mara moja. Mnawezaje kufurahia baraka hii? Wakati huu Mungu aliniita ili nifanye jambo hili. Ni muhimu nini kugundua jambo hili?
Matendo wa mbili mstari 17 hadi 18. Watoto wenu watatabiri na wazee wenu watatoa ndoto na vijana wenu wataona maono. Watazungumza mambo ya baadaye. Hii ni sawa na kutafuta sababu iliyomfanya Mungu aniite ndani ya Kristo. Hilo ndilo hitimisho la ujumbe wa leo. Mkishikilia maono haya ndani ya kizazi, maneno ya kazi na kanisa, tangu wakati huo matendo makuu yanaonekana. Kuelewa na kushikilia maono haya huita darak방. Hii ni Kikorea darak방. Chumba cha juu cha Marko ni Kiingereza. Leo mnashikilia neno la Mungu na kufurahia maono ya Mungu sasa hivi. Hiyo ndio hasa kujaza na Roho Mtakatifu. Ni kufurahia baraka na nguvu za Mungu huku ukishikilia agano unapokuwa peke yako. Hii inaitwa darak방, chumba cha juu. Ni kweli kwamba unaenda kwenye maeneo ya kazi kufanya darak방, lakini darak방 ya kweli ni kwamba unaweza kupata nguvu ukiwa peke yako. Hiyo ndio darak방. Ukiwa peke yako kufurahia hitimisho la maisha la Matendo ya moja mstari moja. Kristo. Matendo wa moja mstari 3, ufalme wa Mungu, na Matendo wa moja mstari 8, kujaza na Roho Mtakatifu na baraka za ushuhuda. Kukusanyika huku umeshikilia baraka ambazo Mungu amewapa ndio darak방. Je, mnaelewa? Hapo matatizo yote yanaisha. Mkifurahia baraka hii peke yenu, watu wengine watajua. Wakiuliza, waambieni tu. Hii inaitwa team ministry, huduma ya timu. Watu wengine wanawaona na kujua. Wanawatazama na kujua kwa Mungu yuko pamoja na mtu huyo. Jambo hili huita team ministry. Mkiendelea kufurahia baraka hii, sasa majibu yatakuja katika maisha yenu. Hiyo ni Mission Home, nyumba ya utume. Mkiendelea kufanya hivi, majibu yatakuja katika biashara yenu na masomo yenu na kazi yenu. Hiyo ni specialization ministry. Ini huduma ya maalum. Mkiendelea kufanya hivi kimya kimya, wanafunzi waeneza injili wenye uwezo watakusanyika katika masomo na kazi na biashara yenu. Hilo ndilo kanisa la tawi kwa ajili ya uinjilisti. Tunafanya mafunzo ya kina, intensive training, ili kupitia uzoefu huu. Hii ni kuleta karibu majibu ya miaka
100 yajayo. Ikiwa umepokea mafunzo ya kina na jibu la miaka 100 halijaja, yapokee tena. Katika siku zijazo, tutaendelea na mafunzo ya kina ya RBC ili muweze kupokea majibu haya. Mkianza kanisa la mahali moja linalohubiri Injili katika eneo la Gazi, jibu la kane mmoja inakuja. Mkianza shule ya uinjilisti na chuo cha uinjilisti kimoja katika eneo hilo, jibu la kane mmoja inakuja. Sasa kwa nini tunatengeneza RUTC katika kila eneo ili kuokoa vizazi vijavyo? RUTC ni Remnant Unity Training Center. Wakati mnaandaa mambo kwa ajili ya siku zijazo, Mungu anaandaa jibu ambalo huleta mbele kizazi kizima. Tunapokea jibu hili lini? Hata leo. Ni sasa hivi, hata sasa hivi. Unaposhikilia agano sasa hivi, Mungu anajibu. Tazama jinsi ilivyo rahisi. Ndiyo maana tunaokolewa kwa imani. Ndiyo maana tunapokea majibu kwa imani. Si kitendo, si kikazi kubwa, si haki yetu. Naomba katika jina la Yesu kuwa baraka hii ifurahie kwa familia yote ya RBC. Kuanzia sasa hakika jaribu kuona kama inafanya kazi au la. Natumaini leo itakuwa ibada bora ya ujitoleaji ambapo mnajigundua wenyewe ndani ya Kristo na kufanya uamuzi wa kumfuata. Tuombe. Mungu, tunakushukuru. Iwe ibada bora ya ujitoleaji ya kumfuata Kristo. Iwe ibada ya kujigundua mimi mwenyewe. Utujalie tujigundue wenyewe ndani ya Kristo. Iwe mwanzo wa kufurahia majibu ya kweli yanayoendelea ndani ya hilo. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo.